nashukuru Mungu. Kwa sababu tulipofanya pale form 2 elimu bila malipo tulishinda wilaya, tukaenda mkoa, tukapiga mpaka taifa. Tulikuja na nakumbuka kitaifa tulifanya pale, kuna shule moja ipo mjini pale wanahitaji kama unaenda zako Abdalla Mnazi Mmoja, wanahitaji ile shule haina thalati. Tulikuja pale tukaburuzwa, tukapigwa, tukarudi zetu. Yaani mkashindwa? Tulishindwa pale kitaifa, tulishindwa pale. Nikatoka Pemba nikaenda Bongo. Nashukuru Mungu, msanii wa kwanza mkubwa kukutana naye alikuwa Mzee Magali. Mzee Magali ambaye ni marehemu. Yes. Na so Mzee Magali hajafariki, mtu hajafariki. Mzee Chilo ndo mtu wa kwanza kunipokea. Mzee Magali nimechanganya. Okay. Mzee Chilo nilipata nafasi ya kusajiliwa Pilipili. Yaani Pilipili Production, walikuwa production yao wale. Inaitwa Pilipili. Pilipili Production. Kwa hiyo pale Pilipili nilikaa, ila sasa kutokana na utoto na utovu wa nidhamu nikawa mtu ajeuli yani. Watu wanakwambia hivi muda fulani fika hapa. Mimi nikawa mambo mengi, ujana mwingi, Bongo Dar es Salaam nao unaijua. Mwisho wa siku wakanipunguza, ila sikukataga tamaa. Nikaenda, nakumbuka nikakaa Mbagala. Mbagala kule nikafanya sanaa, nikapata dhali la kucheza Huba kama episode moja hivi. Nilicheza sini kama 2 hivi za klabu. Nilipotoka Huba, Romy Girls akaanzisha kundi lake na nikapata nafasi ya kuingia kwenye kundi la Romy Girls, ila hatukubahatika kufanya kazi. Ila tulikaa kama muda wa miaka 2, tukawa tunapelekwa tunarudi. Nilipotoka kwa Romy Girls nikaanza kuandaa kazi zangu mimi mwenyewe. Kaandaa kazi moja, nilimshirikisha Mzee Msisili, inaitwa Maseke, ipo YouTube. Nikafanya kazi nyingine na mzee ameshafariki yule Mzee Dingu. So Mzee Korongo. Fanya naye kazi moja ipo. Inaitwaje hiyo kazi? Ile kazi nilofanya na Mzee Korongo inaitwa Sio Kosa Langu. Yes, nilipotoka na Mzee Korongo nikaya Ringo, nilifanya kazi la So Yangu mimi. Kazi ile kina Ringo ilikuwa ya kwa shirikisho. Yaani vimeo vipo vingi. Yaani ambavyo umepitia mpaka kwenye Huba Huba hii ya DSTV Azam. Hiyo Huba ya DSTV. Okay. Haya. Tozi Midundo, tumeona uhalisia wako na unaendana na hizo yani historia unayotupa. Kama wewe unasema sasa hivi unaweza kuandaa kazi zako mwenyewe bila kushirikisha wasanii wakubwa, ni changamoto gani unayopitia mpaka kupata wale wasanii ambao wanaendana na ile kazi yako uliyoitengeneza? Kwanza kabla ya yote, mimi nina director. Una director wako ni wewe? Yaani mimi nina director wangu. Kwa hiyo tunapokaa mimi na director wangu tunaandaa story. Kwa sababu yani ukizungumzia Tozi Midundo sipo peke yangu. Kuna Ndoto Picture. Hiyo Ndoto Picture ni kampuni yetu ambayo inakusanya watu wengi. Kuna mimi, kuna makameramani wetu au makameramani wetu wengine wapo hapa. Tunaye. Yani istoshe timu nzima inahusika na swala la production tupo nayo. Kwa director anapoandaa story, tunakuja tunakaa, bwana Tozi, hapa wewe utacheza hapa, ila tunamhitaji msanii fulani na msanii fulani na msanii fulani, tunampataje? Kwa hiyo tunaanza kutafuta connection ya yule msanii mpaka tunampata, tunampa script zake anaangalia. Ila changamoto kubwa inakuja kutufelisha. Wasanii wengi sana tunapenda kufanya vitu kwa kushindana. Kwa kushindana vipi? Mfano mimi ninaandaa kazi yangu, nimekuja kukuta wewe, so wewe utoke uje unisupport kwa moyo mmoja. Unakuja kwangu mimi unanisupport pia kwa majungu. Unakuja kuangalia location yangu mimi, watu wamekula nini. Kamera mmeshutia kamera gani? Unajua kuna vile vitu fulani vya majungu. Hiyo ndio changamoto ya kwanza mimi ninayoichukia na kila siku napambana nayo.